ACT Wazalendo. Jamani, baada ya sifa zote zilizopewa kaskazini kibla hichi, au tumeelekea siko? ACT Wazalendo, ACT Wazalendo, mabadiliko na uwazi. Shusha tanga, shusha tanga. Safari, 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 kaskazini safari. Asanteni sana. Sasa mmefanya kazi. Ndugu mwenyekiti, MC vipi kwa sauti? Ndugu mwenyekiti wa chama chetu taifa, na inshallah Oktoba rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Kuna mwenye wasiwasi na hilo mundani? Kuna mwenye wasiwasi naye Mheshimiwa Othman? Haya basi, piga makofi tena kwake. Ndugu mwenyekiti wa chama chetu mkoa wa Kaskazini Unguja kichama, na mimi najivunia sana mwenyekiti huyu wa Kaskazini na timu yake yote. Ndugu naibu katibu mkuu wa chama chetu upande wa Zanzibar, dada yangu mpendwa Mama Zainab, ambaye ndo anahakikisha kwamba Mheshimiwa Othman saa zote yuko safi katika kazi yake. Pigeni makofi moja. Asante. Niliomba Pemba nkanyimwa, wewe una bahati sana bwana. Ndugu katibu wa habari na uelezi, ambaye ni moja katika alama za mapambano yetu, Mheshimiwa Salim Bimani. Mjomba, na hii kwangu mimi si mjomba. Mimi huyu ni ndugu yangu, pacha wangu, tangu asubuhi tunaanza harakati hizi. Ndugu wajumbe wa samahani, nitambue naibu katibu wa organization chaguzi na mafunzo, ambaye ni mtoto wa huku kaskazini, ndugu Hamis. Wajumbe wa kamati kuu wakiongozwa na ndugu Juma Said Sanani hapa, wajumbe wa halmashauri kuu, viongozi wengine wetu wote katika mkoa, majimbo na matawi, na kwa namna ya pekee ni watambue wapambanaji wetu, mawakala makini kutoka kaskazini. Assalamu alaikum. Mmefurahi? Mmefurahi? Nianze basi kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye asubuhi hii katuamsha tukiwa hai na wazima wa afya, na tukaweza kukusanyika hapa kwa ajili ya kufanya kazi ya kukamilisha safari yetu inshallah mwaka huu. Tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Sala na salamu zende kwa mtukufu wa daraja, mbora wa viumbe vyote, kiongozi wetu wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, na furaha sana kusimama mbele yenu, kwa sababu nyinyi mashahidi kwamba kama kuna mtu mmoja katika viongozi wa harakati zetu anajifaharisha mno na kaskazini, kibla chetu, basi anaitwa Ismail Jussa.
Mwenyekiti, mimi nimepata bahati sana katika harakati hizi. Mara nyingi nilikuwa nikipangiwa tangu huko tunakotoka, ikija masuala ya kusimamia kazi za chama, uhakiki, maandalizi ya uchaguzi, mara nyingi nikipangiwa Kaskazini A. Kwa hivyo na bahati sana na eneo hili, na sina shaka hata ndogo na uwezo, umakini, imani na umadhubuti na uzalendo wa watu wa Kaskazini A katika mapambano haya. Kwa hivyo ndugu zangu, kikao hasa ni cha mwenyekiti, mie yangu ni mawili. La kwanza, niungane na wote, na hata mwenyekiti atalifanya, kwa sababu hili hata tukisema sote halitoshi, ni kuwashukuru na kuwapongeza kwa dhati kabisa kwa jinsi mlivyoitikia wito wetu mkafanya kazi ya kusimamia daftari la kudumu la wapiga kura katika mkoa wetu. Kasema Hamisa, tulikuja wakati ule ofisi mnafanya matengenezo, tukatumia madrasa kukutana, na ilikuwa kama alivyosema mwenyekiti, hata shughuli ile tulianzia kibla, tulianzia hapa Kaskazini A. Katika mikoa yote 11 ya Unguja na Pemba tulikuja tukaanzia Kaskazini A. Tukatoa maelekezo, mnakumbuka maagizo yangu 7 yale. Nashukuru yote mmeyafanyia kazi kwa ustadi wa juu kabisa Kaskazini A. Na najua haikuwa kazi nyepesi, na tuliambizana siku ile ile, si mnakumbuka, kwamba haitokuwa kazi nyepesi kwa sababu tunashughulika na majahili. Tunashughulika na majahili ambao hawana imani ya dini wala hawana utu wala ubinadamu. Kwa hivyo tuliambizana. Nashukuru yote yale mmeyafanyia kazi vizuri. Na mwenyekiti, kwa taarifa yako, Kaskazini A katika maeneo ambayo yamefanya vizuri, kama tungekuwa tunafanya mtihani, wamepata kiwango cha A+ hapa Kaskazini. Haya mengine yanayosemwa, haya jamani, yasitusumbue. Hatujapata tangu 95 mpaka leo, mwenyekiti, haya unayajua, hatujawahi kufanya uchaguzi nchi hii ukawa huru na wa haki, ikawa kila mtu kapata haki yake na taratibu zimefuatwa na sheria. Haijapata kutokea. Kwa hivyo naamini sote hatukuwa tukitegemea kwamba tutakuwa na kazi nzuri safi, lakini nyinyi mashahidi, pamoja na vitimbi tangu 95, wao wenyewe leo wanasema, na tuna mashahidi wabobezi kama Balozi Ali Karume, kwamba CCM haijawahi kushinda Zanzibar hii. Kwa hivyo haya mwenyekiti yalotokezea, tutaendelea kupambana nayo kama alivyosema naibu, lakini hayarudishi nyuma harakati zetu, na inshallah chaguzi 6 walizotudhulumu kuanzia 95 mpaka 2025 tunakwenda kuzitimiza kwenye namba 7, uchaguzi wa 7 mwaka huu inshallah. Kazi aliyoanza Maalim Seif, Mheshimiwa Othman Masoud anakwenda kuihitimisha tukijaliwa inshallah. Kwa hivyo nawapongeza sana, na hilo ndio moja kubwa ambalo tumekuja nalo. Nawapongeza sana. Haya mengine yaliyotokezea tutaendelea kuyafanyia kazi hatua kwa hatua kama ilivyokuwa huko nyuma. Kwa hivyo langu mimi kubwa, nataka Kaskazini A mtembee kifua mbele kwamba sisi ni washindi Kaskazini, Unguja na Pemba na Zanzibar nzima. Na kuwathibitishia hilo, msidhani aliyosema mwenyekiti wa mkoa kwamba ilikuwa siasa. Aliposema kwamba
majimbo yote matano inshallah tutayachukua ACT Wazalendo. Mwenyekiti, jana baada ya kurudi tu hapa, nilikuwa na mtu alikuwa ananipa taarifa za huko kaskazini. Namba hazisomi kwa CCM. Juu ya yote waliofanya, namba hazisomi. Hazisomi Nungwi, hazisomi Tumbatu, hazisomi Kijini, hazisomi Chaani, hazisomi Mkwajuni. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kutembea kifua mbele. La kufanya ni kuhakikisha sasa tunajipanga kwa hatua zinazofuata. Moja nalolisisitiza sana, leo si kikao cha kazi, leo ni kikao cha siasa cha kupeana pongezi na kupeana moyo. Tutakuja na vikao vya kazi chini ya timu ya ushindi. Lakini tugusie tu kwa sababu nimeambiwa limeshateremshwa hili la kuhakikisha, na najua kazi mlikuwa mshaifanya. Mimi nimefanya uhakiki wa majimbo yote matano, jimbo kwa jimbo kaskazini. Lakini sasa baada ya kukamilika uandikishaji huu, tuna kazi ya kuona kwamba kama ilivyosemwa hapa, tunawatambua wapiga kura wetu wote katika kila shehia, katika kila jimbo. Mnaikumbuka hadithi ya Kashata, au sio? Na utamu wake, au sio? Sasa hadithi ile ilikuja kwa sababu ya namba, kwa sababu ya takwimu. Kwa hivyo kuanzia sasa hakuna kulala tena. Na kukuthibitisheni ninayoyasema. Pengine wengi mshafuatwa hamsemi, lakini wako waliofuatwa washatupa taarifa. Walivyomahanika hawa, na mwaka huu watamahanika kweli kweli biidhnillahi taala. Kwa sababu tumepata ari mpya kwamba ile idhilali yote waliomfanyia mzee wetu Maalim Seif tunakwenda kuwatia adabu Oktoba mwaka huu, kumlipia kisasi Maalim Seif. Sasa kiwewe kimewapata, na hili mwenyekiti huwa anatupa. Wajua mwenyekiti, Mwenyezi Mungu kamjalia na hikma nyingi, humalizi. Kama ungekuwa una kitabu tungekuwa mimi nafikiri shajaza vitabu vinafika 100. Kila siku anatudondolea jipya, au sio jamani? Si mnamsikiza hotuba zake? Sasa moja aliyotuambia tena katika kamati ya uongozi, summit ya viongozi wa juu wa chama, alituambia mara nyingine tuna shida sisi ACT Wazalendo, tunanung'unika mno na tusokuwa nayo tukasahau ambayo tunayo. Na ukenda katika mapambano ukawa wewe askari ulokuwa unanung'unika tu mnyonge, hushindi mapambano, utapigwa asubuhi kweupe. Lakini nguvu yetu hatuithamini, hatuijui. Sasa mara nyingine utakuja na siwalaumwe, msimkanitafsiri vibaya. Najua tumepita mapito mengi mazito makubwa. Kwa hivyo binadamu mara nyingine unarudi nyuma sema lakini ile, lakini itupe mgongoni nyuma ukosonga mbele. Sababu wewe unajitia wasiwasi, lakini wao wanajua nguvu yetu. Na ndio ile nataka kuambia, ujabari wao wote na nguvu zao na dola yao wanayoitumia, wanawafuata viongozi wetu. Tena mwenyekiti, inasikitisha sana, ingawa ndio kawaida yetu, kwamba watu wa idara ya usalama wa taifa ndio wamejivika magwanda ya kijani, wanatafuta kuinusuru CCM. CCM haina manusura, mwaka huu tunaifagia Unguja na Pemba. Kwa hivyo niwaambie,
wale wanaopita wakawapigia simu viongozi wetu sijui kuwatafuta hasa hapa kaskazini wakome. Tena mwenyekiti, wengine kwa taarifa yako wamewatafuta wakitumia kofia ofisi yako kwamba hati wao ni watumishi wa ofisi ya makamu wa kwanza. Cha ajabu walipoambia haya hapo tuonane basi ofisini kwa makamu wa kwanza. Usije ofisini kwa makamu wa kwanza. Wewe si mtumishi wa makamu wa kwanza? Wengine wanaambia tukutaneni huyu sasa, wengine wamejitaja wao sijui makamu wa pili. Sijui tukae, tunajua sisi kama huko mna nguvu. Tazama wanavyosema. Tunajua kama kaskazini yeye mna nguvu, tukae tugawane majimbo. Hakuna kugawana jimbo hapa, kura ndio itakayoamua inshallah. Na haya kuwathibitishia ndugu zangu, msifikiri yamekuja huku kwenu tu kwa viongozi wa kaskazini. Haya yameanzia kwa mwenyekiti na mie mwenyewe. Kama kuna hotuba moja mwenyekiti mlimsikiliza, alisema kwamba kuna ibilisi mmoja alimfuata mwenyekiti. Si mnakumbuka? Au mkusikia hotuba ile? Ibilisi huyo alimfuata mwenyekiti. Lakini kabla ya kwenda kwa mwenyekiti alikuja kwangu. Ibilisi huyo. Huyu ni mkono wa kulia wa bwa mdogo. Ndio mnufaika mkubwa wa hiyo upigaji wa madini huko. Nawasikia. Kaja ati tukae mezani tukubaliane majimbo yetu yepi na yao yepi, lakini urais tuachie wao. Tukaambiwa wapumbavu wakubwa. Lakini mtawala mwenye nguvu zote ambaye nyinyi mnajinyong'onyesha kasona, yeye kama kafika pahala anatafuta kupatana, hamjui kama maji yamefika shingoni. Sasa sisi tunachowaambia, na tuliwaambia wenyewe, hapa hapana kugawana. Na wamekuja lugha zao za kijeuri zile zile, kwamba mnajua msipokubali basi tutachukua. Tukaambia chukueni, kwa itakuwa mara ya mwanzo. Lakini kama mnajijua hasa mna nguvu za kuchukua wote, sasa huko tumekuja kufanya nini? Maji yako shingoni. Na mnajua kwa nini maji yako shingoni? Kwa sababu nimewaambia mara nyingi haya. Mara hii CCM na bwa mdogo watapigwa na chini na CCM wenzao kabla ACT Wazalendo. Atakuja kuyafafanua zaidi mwenyekiti. Umesema kikao chake hicho. Mimi namkumbusha tu kwa hikma hapa. Tunaelewana? Naelewana? Hali taabani. Zimeletwa timu 4 hapa. 3 zilianza mwaka juzi, zikaishia mwaka jana mwanzoni. Nzito kuja kufanya uchunguzi wa kisiasa kutoka bara kwenye makao makuu yao. Sio ndio waliko mabwana zao? Ripoti yote iliyotolewa waliokuja nayo wenyewe walisema uchaguzi ukifanyika leo, bwa mdogo anafunga virago, anaondoka Zanzibar, hashindi uchaguzi. Timu zao. Lakini nataka kukudokolea kidogo ndefu niondoke kwenye hoja hii. Baada ya timu hizo 3, ya mwisho ile sema ya 4 imekuja mwishoni mwa mwaka jana. Sasa hii ilikwenda kwa wazee wa chama chao. Mmoja wao akawaambia, huyu mtu wenu hashindi, akatafute kura mwenyewe, sisi hatumtafutii kura. Kwa sababu yeye hana haja na sisi. Na alikuwa na kibwagizo chake. Kila kishapa mwenye anawaambia, ana nani huyu? Naambia naam, hana mtu, atarudi kwao. Na hili kama mnakumbuka niliwahi kuzungumza katika mkutano mmoja
kwamba hapa kaskazini hapa kuna kiongozi wa juu wa CCM alifanya ziara kwenye matawi yao. Tena mwanamke, simtaji jina tu. Akapewa maneno mwenyewe akenda akamwambia kwamba kwenye matawi yetu nimeambiwa huyu kura kamtafutieni, huyu hawataki wenetu na si hatumpi kura zetu. Tumeelewana? Kwa sababu gani? Zikija ajira nyote mnaona anawapa Zanzibari. Kwa hivyo CCM wenyewe hawana haja naye. Ndio maana nikakwambieni nguvu yetu mara nyingine hatuijui tu. Tunabeba matumaini makubwa ya watu. Kwa hivyo ninachokuambieni kasema tembeni kifua mbele. Na huu pumbavu wa kuwafuata watu wetu, kama alivyosema, muhimu ujitambue. Hawa wengine wanatuambia pengine mko mnaofuatwa humu hamsemi, lakini sisi tutajua tu kwa njia zetu. Na katika jambo ambalo mwaka huu tumedhamiria, na mtatusamehe, hatutamvumilia mtu yoyote tutakayemgundua anakwenda kinyume, kwenda kuvuruga jitihada za Zanzibar ambazo zinaanza kutimia mwaka huu. Tutashughulika naye, tutamwonesha mlango atoke nje, hatuna haja nayo. Mko na sisi katika hilo viongozi wa kaskazini? Mko na sisi katika hilo viongozi wa kaskazini? Asanteni sana. Kwa hiyo unasema kaskazini, sisi tuna wasiwasi nayo. Sasa la pili ambalo ndio la mwisho, baada ya kuwapa pongezi na kuwaeleza yaliyoko upande wa pili, la pili mmeelezwa, na mimi nalisisitiza, na jana nilimwambia mwenyekiti, nashukuru pe nafasi mama akae. Kama hakuwa nafasi huko mwache aje mbele. Kwa hivyo nacho ACT Wazalendo. Kwa hivyo la pili nasema haya ni ya mapambano nje yetu, lakini tuna utaratibu ambao umesemwa hapa unaendelea ndani ya chama chetu muda huu, nao ni kuchukua fomu na kurejesha fomu kwa nafasi mbalimbali ambazo tunakwenda kugombea. Takwimu zimetolewa hapa. Nachokiomba ndugu zangu, mwaka huu naona tuna bahati kubwa, Mwenyezi Mungu anatuongoza kwamba haya Mwenyezi Mungu atupa ilhamu, tunayazungumza kabla hatujenda kwenye kura ya maoni. Kwa sababu huko nyuma mnakumbuka, huenda katika kura za maoni, baadaye vikao vikafanya uteuzi, pakazuka sokomoko, mtafaruku wa Juma Mbaruku. Ikawa sisi kazi yetu kuja kutibu majeraha, madonda. Mwaka huu hatulitaki hilo, kwa sababu likijirejea hilo, maana yake kazi yote aliyofanya maalimu wetu itakuwa wanafunzi tumefeli, hatukufahamu kitu. Sijui mnanifahamu? Maalim, Mwenyezi Mungu amlaze pema, alitie nuru kaburi lake, yeye na wenzake waliotangulia walipoasisi harakati hizi, na nyinyi watu wa kaskazini mapema mlimuunga mkono. Lengo lilikuwa ni kutafuta nini? Na kuulizeni watu wa kaskazini, lengo la Maalim na wenzake kumkabili Nyerere mpaka akawafukuza, walisimamia wanatafuta nini? Wanatafuta nchi yetu, au sio? Nchi ili iwe na mamlaka kamili. Baada ya kufukuzwa,
Vikaja vyama wakasema tutafute chombo ili kitufikishe safari yetu. Lengo la chombo kile lilikuwa kutafuta ulwa. Jamani, na nyinyi kaskazini mnakumbuka mkutano wa mwanzo tuliopandisha bendera 92, kina Kombo hapo. Dr. Haji babake marehemu Bwana Ali Haji Mbaru ndio wazee wetu walikuwepo. Pale lugha iliyozungumzwa ilikuwa nini? Kutaka ubunge na uwakilishi. Nakuulizeni jamani, na nyie wazee muwasaidie vijana, sababu vijana wengine harakati hizi zilipoanza walikuwa hawajakuwa umri, wengine pekee hata hawajazaliwa. Tuliasisi harakati hizi tukiongozwa na wazee wale. Tunatafuta nini jamani? Nchi yetu. Kwa sababu kama ni ulwa, hawa walioasisi walomkabili Julius Nyerere na ushenzi wake wote, haikuwa kazi nyepesi. Mnakumbuka alivyokuwa Julius Nyerere na madaraka yake katika nchi, lakini Maalim na wenzake walimkabili. Mwenyekiti, wala sio litabu kumtaja jina, katika waliokuwemo kwenye halmashauri kuu ya taifa iliyowafukuza kina Maalim Seif na wenzake ni Bi Fatma Said Ali. Unamjua? Mimi wakati ule kijana ananihadithia mwenyewe kwamba yeye kakaa kwenye kile kikao alikuwa anatetemeka kwa majibu alikuwa akitoka kwa kina Maalim Seif, Mzee Haji Pandu na wenzake kumjibu Nyerere, sababu ilizoelewa kwamba Nyerere hajibiwi. Na bahati jana nilisema pembe, tukio lile limetokea usiku wa Lailatul Qadr. Azimio la kuwafukuza kina Maalim Seif, kwa mujibu wa Maalim Seif mwenyewe alivyoandika, limesomwa saa 6 usiku wa 27 Ramadhani. Na ndio mwenye akasema mwenyewe, tulitoka na furaha sio masikitiko, kwa sababu tuliamini hili lina kheri kwetu na kwa nchi yetu. Na mmeona tumepita misukosuko mingi, lakini harakati zimekufa. Si ndio tumejaa hapa leo ndani na kila pahala pa kwetu. Kwa hiyo tunasema walifanya yale kuipambania nchi, si kwa sababu ya vyeo, kwa sababu kama vyeo walipokuwa wakifanya yale walikuwa wanavyo. Maalim alikuwa waziri kiongozi, kina Mzee Haji Pandu, kina Dr. Maulidi Makame, kina Maalim Sudi Yusuf Mgeni walikuwa mawaziri. Wengine kina Mzee Mlo, kina Hatibu Hassan walikuwa wabunge na wawakilishi, na wengine wengi. Kina Maalim Juma Ngwali na Wali Masudi Omar Pemba walikuwa wakuu wa mikoa. Walikubali kuyawacha yote yale, sababu walijua hatima yake nini. Lakini walisema Zanzibar kwanza. Sasa nayasema haya ndugu zangu, tumo katika kipindi hichi. Kama kuna mtu anadhani kwamba tumeunda chombo hichi tulichokuwepo zamani, tulichokuwepo sasa, na tunaendesha harakati hizi ili yeye apate kijio na familia yake na ukoo wake, huyo atupishe mlango ule pale ende zake. Huyo hajui malengo yetu. Nyinyi hapa mmekuwa wahanga kaskazini. Mpaka uchaguzi uliopita wameuliwa watu nungu, wengine wakahama majumba yao kwa miezi. Miongoni mwenu mmomu ndani mmepelekwa Hanyagua mchana, uongo, na vipigo kuchezea. Ilikuwa mnafanya yale kwa ajili ya kumtafutia mtu ubunge na uwakilishi?
tunatafuta nini? Nchi yetu. Na bahati nzuri, mbali ya kina Maalim, hata alama yetu sasa hivi Mheshimiwa Othman huyu mnakumbuka nyinyi, alikuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Kama wadhifa alikuwa anao, na angeridhia watawala kwenye bunge la katiba, angeendelea, pengine angekuwa kishatunzwa zaidi ya madaraka yale. Lakini nyote mnajua, ilipofika pa kuamua aamue baina ya cheo na Zanzibar, akasema nachagua Zanzibar, cheo na chende zake. Si mnakumbuka? Na wala haikuwa kazi nyepesi, kwa sababu tulipotoka sisi Ukawa tulikuwa angalau wengi kwa pamoja. Wakati ule tumeshatoka, yeye yuko peke yake, unawakabili majahili wale wanaokata viuno kuuza nchi yao. Si mnakumbuka waliokata viuno? Baba zima, na Mungu kamjalia umbo sihaba, anakatika, anauza nchi yake, anashangilia kwamba ati kamkomoa Othman Masoud. Othman Masoud hajamkomoa, na tukijaliwa Mwenyezi Mungu alikuwa anamwandaa aje avae viatu vya Maalim Seif, na inshallah aikamilishe safari ya Maalim Seif tukiongozana naye pamoja. Na hata tulipomfuata kuja kuwa makamu wa kwanza, alikuwa tayari keshajisimamia vizuri kwa kampuni yake binafsi ya uwakili. Ana wateja makampuni ndani na nje ya nchi anayofanyia kazi. Mnakumbuka tumesema mara nyingi. Mbali ya hilo, shirika la Umoja wa Mataifa linaloitwa WIPO duniani, World Intellectual Property Organization, linaongozwa na watu 7. Kila bara zima la dunia linachagua mtu mmoja tu. Bara zima la Afrika wameshindana, watu 128, kaibuka kidedea juu Othman Masoud. Othman tuko kadhalika. Maslaha yote yale na ya uwakili ni mara 6 zaidi ya anachokipata sasa na hivi ving'ora vya kuondosha njiani. Maanake wengine tunadhani labda hivi ving'ora ni mapato makubwa sana. Hamna chochote pale, shangwe tu. Lakini tulipomfuata, na hapo pia pana mfano mwingine kwenu, na achukua muda kuyasema haya kukumbushana jamani. Kwamba Mwenyezi Mungu alipomkhitari Maalim Seif, tulikuwepo viongozi, hatukuwepo? Kwani katika sisi tusingesema baada yetu sisi mmoja atoke akawa makamu wa kwanza rais, kwani tusingeweza? Lakini hebu tizama hivyo vigogo, akina Babu Juma Duni, akina Mheshimiwa Nasr Mazrui, akina Mansuri, akina Bimani, akina sisi, sote tuliungana pamoja tukakuongoza nyie, tukasema mtu anayetufaa kupokea kijiti cha Maalim Seif ni chuma cha pua Othman Masoud Othman. Hatukutizama maslaha gani, na yeye akakubali kuyawacha hayo makubwa kwa ajili ya hili. Alituuliza swala moja tu, hakutuuliza kuhusu maslahi. Alisema ni heshima kubwa sana kwangu, yani kwake, kwamba mmenifikiria mwenzenu wa kuweza kukamata mahala pa mtu alama ya Zanzibar, mzalendo, mwanakinda kindaki ya Maalim Seif, mkaona mimi ndio wa kufanya kazi. Mmeridhika kwamba mimi ndio wa kuongoza, tukamwambia fil dunia wal akhirah, wewe ndio kiongozi wetu. Kwa hiyo ndugu zangu, nasema vyeo havijapata kuwa hoja yetu sisi. Hoja yetu sisi ni nini? Hoja yetu sisi ni nini? Sasa nashukuru ili mwenyekiti mtu akalieleza vizuri pale mwanzo. Mimi nalitilia shira tu kidogo juu, ili kama komboa lao ilipate kukolea uzuri zaidi. Kwa hiyo ninachosema ndugu zangu,
kwamba tunakwenda katika uchaguzi, tutapita katika kura za maoni, na maneno tayari tunayasikia, na ndo kawaida ya binadamu. Lakini naomba sana tuseme na nafsi zetu, tukumbushane na tujikumbushe nafsi zetu, tunatafuta nini? Isije ikawa maslahi yako wewe ndio umeyatanguliza mbele kuliko kutafuta nchi yetu. Mwenyekiti katutangazia mwaka huu ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar, si wa kunusuru mtu na familia yake apate kijio. Na kwa taarifa yenu, ndio maana baadhi yetu, mimi mara hii nilisema mapema, sichukui fomu yoyote. Kazi yangu ni kuongoza timu kuhakikisha safari hii tunaifikisha Mfundoni na Mheshimiwa Othman anaingia Ikulu ya Zanzibar na bendera ya Zanzibar inarudi Umoja wa Mataifa. Na nategemea mimi na dhamana hii, lakini si mimi, nategemea mimi na nyie nyote tutakuwa pamoja. Inshallah mvua hii inatia baraka, maneno haya yasimame mwaka huu. Tumeelewana jamani? Kwa hivyo ninachokuombeni jamani, tutafika hatua hizo. Kaskazini mara nyingine kuna kuwa na nongwa, msije nongwa zikasahaulisha msingi wa mapambano yetu. Nahoda, unanisikia? Haji Mwadini ananisikia? Yuko wapi? Twende tukafanye kazi bila shaka. Ili kuyapata mamlaka kamili, ili kuipata nchi, lazima tuunde serikali, kwa sababu ndio nyenzo ya kuafikia, au sio? Na ili tuunde serikali tunahitaji rais, tunahitaji wawakilishi, tunahitaji wabunge. Kwa hivyo wanaopita watakwenda kutuwakilisha, lakini tukishapitisha mmoja iwe ni sawa, kila mmoja amone yule aliyopita ndiye askari wetu wa kuongoza mapambano. Tulobakia sote tunamuunga mkono yeye, kama ambavyo sisi katika taifa tumejitoa kwamba kazi yetu sote ni kumuunga mkono Mheshimiwa Othman kufikisha jahazi letu ufukweni mwaka huu. Mko tayari kwa hilo? Katoka kaskazini, hatutoyumba. Tutasimamia nchi, tutasimamiana kukumbushana msingi wa harakati zetu. Asante sana. Baada